imekamata nafasi. Tunatokaje hapo? Yaani unachomokaje hapo? Ni neema ya Kristo peke yake. Ni neema ya Kristo peke yake. Nasemaga kila sehemu, nasema wazazi ambao wamekosa watoto ndani ya nyumba zao, sio na watazamaje mimi hawa watu? Kibinadamu kweli inaleta kauchungu, lakini kuna namna utazame. Kwa nini huna watoto? Sababu kubwa ni wewe mwenyewe. Waganga hawatoi watoto, hawana watoto. Anayeweka watoto ni Mungu. Mungu ndiye aliyeumba. Yaani uumbaji wa Mungu haukuishia siku 6. Anaendelea kuumba kwa namna nyingine. Wanaingia wawili ndani, wanaanza kutoka watatu, mara watano, mara 10. Hao ni wewe umewaumba. Ulifuka kanguruwe kamoja, tungura tunakuwa twingi. Mungu anaendelea kuumba ila kwa namna nyingine. Nimesema utendaji kazi wa Mungu kwa sasa wanafanya kazi na watu katika mwili, sio katika roho. Maana yeye ni roho, ile roho imeingia, imechagua mtu. Anasema Yohana 1:14, anasema nikafanyika mwili. Yaani anajieleza waziwazi, nikafanyika mwili nikakaa kwenu. Amefanyika kwenye mwili wa Ntesia, amekaa kwake. Kwa wewe hujui kama Mungu tunaye hapa hapa. Tunakula naye, tunalala naye, tunacheka naye. Ndio huyo. Unasubiri Mungu kutoka mbinguni aje akushukie mwenzangu. Mungu hayuko huko. Tumesema mbingu zinapita. Kwa Mungu hapiti. Kama mbingu zinapita, maana hawa watu unaowakaidi leo, ipo siku watapita. Utatamani uongee nao, hawa watakuwepo tena, maana wamepita. Maana mbingu na nchi zinapita. Ufunuo 21:1 anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupita. Hapana bahari tena. Bahari kinabii ni watu wengi. Watu wengi maana yake kuna mafundisho ya uongo umomo, kuna mafundisho ya ukweli umomo. Sasa bahari tumetuma sisi tunaolijua neno la Mungu, tumeshusha nyavu baharini. Tumekutoa kule ambaye ni mtu. Maana ukishusha nyavu unaweza kuopoa. Kuna viura humo, vimo makanisani. Mchungaji, vimo makanisani viura. Uliopoa kwenye nyavu na viura humo. Uliopoa mule mende humo. Uliopoa na wadudu mbalimbali wako kwenye maji. Lakini mule ndani tunaanza kuchambua mtu safi ni upi. Kwa wewe ni mende, wewe ni chura, au wewe ni tomboliro. Yaani kitu ambacho hakifai. Lengo la nyavu maana yake tutoe tunachokitaka. Kwa kwenye nyavu tukiweka pembeni tunaanza kuchagua hii tunachagua. Wewe kama umeopolewa kutoka baharini, umewekwa chomboni. Sasa chomboni muda wa kukaguliwa, wewe ni samaki au ni chura. Hapo sasa ndio zile shida ambazo zinajitokeza ndani ya kanisa. Kumbe tuliopoa na viura. Alafu Mungu naye anasema vikue pamoja. Kwa nini anasema vikue pamoja? Unajua shamba ni moyo. Ndio maana Biblia inasema vikue pamoja. Maana unapong'oa gugu, kwa sababu shamba ni moyo, linaumiza ardhi, na ardhi ndio moyo. Kwa moyo unapoumizwa, viache, magugu yatajulikana na ngano itajulikana. Wewe ngano au magugu. Ana muda wa mavuno umefika. Jana nimesema Yesu amerudi au bado? Kakaa kimya. Ila nataka nikwambie Yesu amerudi. Kama amenikomboa mimi sasa, Yesu amerudi. Yesu amerudi. Bado fahamu zetu hamna. Nimesema maarifa na akili tunavipata kwenye unyenyekevu wa Kristo. Yaani ukisema mimi, yaani tuna moyo wako wa kweli, moyo wa ibada, ndio unaotambulisha Yesu aliye naye. Ndio maana somo linasema nini maana ya mbingu na nchi? Tena hii ndio asili ya mwanadamu kiroho na kimwili. Jibu ni hapa. Ndio maana Mungu anapembua mbingu mpya na nchi mpya. Wachungaji wa sasa, nimesema ni wachungaji wa 7, ndio wajenzi wa mbingu mpya na nchi mpya. Tena unaweza kuta ndio wa mwisho, maana bado vitabu 4 tu Biblia ifunikwe. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 18, 19, 20, 21 na 22. Biblia ifunikwe. Maana tutasoma nini? Maana mwanadamu huyu yupo kwenye nyakati hizo za Ufunuo 18 mstari wa 4. Enyi watu wangu tokeni Babeli. Nimesema mwanzo kwamba pale Mungu ameshuka ili afute kila mtu, anakuta kuna watu safi wawili, wakasababisha na sisi tuwe salama. Hasira ya Mungu Musa, wakati Musa ametoka kwenye maombi, anarudi anakuta wamechonga Mungu mwingine. Musa aliumia moyo.
Kilichokuwa kinamuumiza moyo Musa sio Musa, ila ni Mungu wa Musa. Kwa Biblia inasema hasira ya Mungu iliwaka ndani ya Musa. Unajua kilichofanyika? Mungu amekasirika, lakini Musa akamvuta Mungu pembeni. Mungu wewe, watoa mbali hawa. Watoa mbali hawa. Wasamehe. Mungu akasema hakuna shida, lakini lazima wapate adhabu. Kwenye adhabu hiyo itapembua wa kwangu, itapembua wasionitaka. Ni adhabu gani? Huyo ndama waliyemtengeneza, hebu msage. Wakamsaga yule ndama, akawa unga, wakachanganya na maji, wakanyweshwa wote. Walivyonyweshwa wote, yani Mungu anasema, yani huyo Mungu mne ni takataka, ni kitu yani ni takataka. Kwa nini mwanadamu haoni? Ni takataka. Wakanyweshwa wote. Salama yao ilikuwa ni wewe unyanyue macho juu kwamba Mungu, mimi nimekosa. Lakini waliogoma walikufa watu 3,000 pale pale. Kwa nini walikufa? Ile ndama walimchonga au walimtengeneza kupitia kwa kutumia nini? Dhahabu. Dhahabu ni sumu kwenye mwili wa mwanadamu. Watakufa tu. Kwa waliosalimika, kwa ilikuwa chujio inachekecha. Kitabu cha Hesabu 5 mstari wa 15. Usiandike hiyo, usiandike. Kinaelezea vitu vingine sana. Tunazungumza kama mwanaume ana wivu kwa mkewe. Hicho kitabu kinazungumza. Ana wivu kwa mkewe. Ana mashaka na mke wake. Hajawahi mfumania, lakini ana mashaka naye. Anasema, hii mke wangu mimi na mashaka. Wewe sijamkuta na mwanaume, lakini nina mashaka naye. Kwa alichokifanya akaenda kwa mchungaji. Mchungaji, mimi nina mashaka na mke wangu. Umemfumania? Akasema, kwani una mashaka naye? Anasema, nina mashaka naye tu, moyo unakataa. Kuna kitu ananifanyia huyu mwanamke. Mchungaji akasema, okay, hakuna shida. Kalete unga kama sadaka. Kaenda kubeba unga kama sadaka, kapeleka madhabahuni. Yana ana mashaka na mke wake. Ule unga. Kama unataka ukakisome nyumbani, kizuri tu kitabu hicho. Na pale panapozungumza Mungu, Musa alisaga yule ndama, ukasome pia ni Kutoka 32, kama sio 32 31. Mstari wa kuanzia wa 20, soma mpaka 30 ngapi hapo. Utaelewa vizuri kabisa. Au soma mpaka mwisho pale. Kutoka 31 au 32. Hapo mstari wa 20 mpaka mwisho. Utaona hasira ya Mungu ilikuwaje. Utaona mpaka wale watu 3,000 walikufa pale. Kwa hicho kitabu ninachozungumza, mwanaume ana wivu na mke wake, ni kitabu cha Hesabu 5 mstari wa anzia 15, soma mpaka mwisho. Wivu wa mwanaume. Mchungaji yule mshirika alipopeleka unga kwa mchungaji, wakauombea ule unga, alafu akamuita yule mwanamke. Wameelewana lakini kule kwamba tutachukua kipande unga mdogo, tutachanganya na maji, tutamnywesha. Kwenye ule unga wa sadaka tutamnywesha. Kamuite aje. Akaja yule mwanamke pale, mke wa huyo mtu. Wivu. Kama mtu ana wivu kwa mwanadamu mwenzi. Sasa Mungu kwetu ametuumba kwa gharama sana. Wivu. Wanamuuliza mwanamke, kata. Wakasema, sikiliza nitukwambie ukweli. Ukinywa huu mkorogo, huu unga uliochanganywa na maji, ukinywa kitakacho kutokea utavimba mapaja. Yaani wanaelekeza maathari atakazozipata. Utasoma mwenyewe pale utanielewa, maana sio vya kusema vitu vingine. Maana kuna injili zingine hazizungumzwagi ovyo. Vitu kama hivyo. Kwa mimi nataka nikwambie, nikutie moyo kwamba Mungu unayemwabudu hashindwi. Mungu tunayemwabudu anaweza, ila ni wewe tu haujafungua moyo. Ni wewe tu haumwamini Mungu wako. Kweli maisha yote tumemcha Mungu, tumeweka gharama zetu humu ndani pazuri kweli. Yaani panapendeza, panafanana na mazingira yako. Afu iwe bure. Hapana. Jana nimeeleza zaka kidogo. Zaka haiongezi kipato, ila inatunza na kuimarisha kipato chako. Lakini sadaka inaongeza kipato chako. Kama mtaji wako ilikuwa ni 100,000, kwenye 100,000 zaka ni 10,000. Tena sisi 10,000 tu, Mungu anataka 10 tu. Kwa shetani wanapeleka zaka 60,000 kwenye 100,000. Kwa Mungu 10,000 tu. Sio uaminifu. Malaki 3:8 mpaka 12 ukasome. Anasema amleti zaka kamili. Mmeniibia. Ikasema zaka kwanza, anayetakia kuombea zaka
yule aliyebeba jukumu lako ni mchungaji. Zaka, hata mgeni angekuwa na cheo gani, hata angekuja askofu wa namna gani kanisani, haruhusiwi kuombea zaka. Zaka inatakiwa aombee baba wa mahali hapo. Huyo hata kama amesafiri, wanasema zaka hizi inatakiwa huko aliko aseme weka mkono juu kwa hao viongozi. Kwenye hiyo zaka aweke mkono juu, alafu yeye kula seme tamke neno. Zaka ndio uponyaji wako.